Kwa hivyo utasikia majibu yangu. Na natumaini itakuwa ya kuchekesha kwako utakapoona kile tunachoongea kuhusu, kile tutakachopitia. Tunapaswa kuanza na utani, kwa sababu niamini, hii haitakuwa ya kuchekesha baada ya kuingia. Kwa hiyo, inaanzia hapa. Na utani. Na asante kubwa kwa msanii wetu ambaye amekuwa ufunguzi wetu. Brand yake mpya sasa ni The Real Presh. Wacha nirudi nyuma na kuhakikisha sijakosea kusema vibaya, kwa sababu najua amepitia hatua kadhaa katika brand yake. Kwa hivyo lazima nimpe pongezi kwa sababu anafanya mabadiliko makubwa, na mimi daima nasherehekea vijana. Na nafurahi sana kwa ajili yake. Kwa hivyo fresh. Na imepata tu taarifa. Sawa, fresh. Nilipoweka hii mtandaoni, nikaona tu taarifa kutoka kwako. Kwa sababu sijui kwa nini, najua kuna upande. Unajua, nitakuwa na muda wa kuperuzi hapa. Nilienda kutuma ujumbe kwako, kuhusu toleo lako jipya. Kweli, si mpya, lakini tena, ni ule mpya wa kila kitu kinachotokea. Alia awali zaidi, Karadash nilitaka. Nilikutumia ujumbe. Kwa hivyo unaona hii niliyokutumia, na nikagundua sifuatilii wewe. Niko kama, ni vipi sikufuata wewe? Nadhani hizi algorithms zinacheza na watu, kwa sababu nilikuwa daima nikikufuatilia. Kwa hivyo sijui kwa nini niliingia. Niko kama, sikufuata. Kwa nini sikufuata fresh? Kwa hivyo niliklik kufuatilia. Nilikutumia na nilirudi tu sasa hivi ili kupata sahihi. Branding ya jukwaa lako, naona taarifa. Nilibonyeza nani? Ni kutoka kwako. Kwa hivyo na wewe ulianza kunifuatilia pia. Sijui kilichotokea, kwa sababu tulikuwa tukifuatilia kila mmoja wakati mmoja. Sijui kilichotokea na hizi taarifa, kwa sababu ndugu mwingine ndani ya mkusanyiko huu, kwamba niko ndani, alishiriki picha ya skrini kwenye YouTube kuhusu yeye, usajili wake kufutwa. Halafu nikakagua yangu, mwanangu akakagua yangu, watu wengine walikagua yao, na ni kama ya ajabu. Kwa hivyo fresh, sikuwahi kukuacha kufuatilia. Sijui kinachoendelea na algorithms au na hizi njia, lakini nilikuwa daima nikikufuatilia, na unajua hilo. Lakini nimeona tu kwamba umeanza kunifuatilia pia, kwa hivyo nadhani tulikuwa tukiacha kufuatiliana. Sijui kwa nini hilo lilitokea, lakini sawa. Lakini ndio, ilikuwa tu ya ajabu kilichokuwa kinatokea. Lakini kwa vyovyote vile, nilikutumia ujumbe, kwa hivyo natumaini umepata ujumbe huo. Kwa hivyo fresh, asante kwa kuniruhusu kuwa na champion kama ufunguzi wetu. Na mimi natumaini kwamba kutakuwa na muziki mwingine ambao ninaweza kutumia kama ufunguzi wetu, kwa sababu vitu vyako ni moto. Ndugu yangu wa Nigeria, vitu vyako ni moto. Sawa, ndugu? Sawa, nakupenda sana. Sawa, n. Najaribu kuzuia mtazamo wangu, lakini naweza kujisemesha kujibu kwa njia hii. Nina hili na naweza kufanikisha. Akili yangu imewekwa tayari. Sitakubali mtu kunidhalilisha. Kwa sababu mimi ni zaidi ya mshindi. Bingwa anaishi ndani yangu. Hakuna kikomo kwa kile ninachoweza kufanya. Bingwa anaishi ndani yangu. Ina nguruma ndani yangu. Ndiyo.
Ndiyo. Bingwa anaishi ndani yangu. Hii ni Hope Network iliyoanzishwa kwa makusudi kwa kusudi. NI February 26, 2026. Kwa hivyo Februari 26 mwaka wa 2026. Kwa hivyo tuko katika mwaka 2026. Ndiyo, imekuwa muda kidogo tangu tufanye chochote kwenye Hope Network. Hope Network ilianzishwa mwaka 2020. Hapo ndipo tulipozindua rasmi. Lakini mabibi na mabwana, ni wakati. NI wakati. Kwa hivyo, unataka kujua kwa nini ni wakati? Nini kimetokea kama mengi yametokea na hujafanya chochote? Nini kinaweza kuwa kimetokea ambacho kingekufanya useme, sawa, nadhani ni wakati? Kwa hivyo, ninacheka, lakini si jambo la kuchekesha. Si jambo la kuchekesha. Na kwa wakati huo huo, ni jambo la kuchekesha. Kwa hivyo, wacha nianze kwa kushiriki. Mzaha. Sio mzaha, lakini ni mzaha katika namna niliyolazimika kuushiriki, kwa sababu kitu kilikuja kwenye ufahamu wangu. Dada yangu alisema, kuna video imepakiwa tu. Nikifikiria tu, ninacheka, lakini si jambo la kuchekesha, kwa sababu utasikia. Jibu. Lakini majibu yangu ya awali nilipopata ujumbe wake. Nikenda. Na niliona jina la video. Na katika roho ya masuala ya kurudi na kuendelea ambayo yamekuwa yakitokea, ambayo ni ya kitoto kutoka kwa uongozi, majibu yangu ya awali yalikuwa lol. Ilikuwa kucheka kwa sauti. Sasa, nitaicheza kwako, kwa sababu wale ambao ndio kwanza mnaanza kuijua Hope Network, jukwaa letu, karibuni. Wale wanaojua hili linatoka wapi, mnajua. Uhalisi ni sehemu tu ya kile tunachofanya. Kwa hivyo katika roho ya kurudi kwenye matukio, tutaanza na majibu halisi ambayo nimekuwa nayo wakati nilipoambiwa kuhusu video hii. Wacha nirudi kwenye kile ambacho kilihusu. Kwa hivyo, ndayo, wacha nikushirikishe kile ambacho majibu yangu yalikuwa. Subiri. Pili. Subiri. Nimeenda tu kwa. Nimeenda tu kwenye kituo kwa sababu umeniambia alipakia video. Sijabofya hata kuifungua. Niliona tu kichwa na ilibidi na cheke kwa sauti. Je, aliita umoja umeharibika. Umoja umeharibika sehemu ya moja. Woo. Sikuchekesha, lakini ni kuchekesha. Sikuchekesha kwa sababu huyu kaka amedhamiria kabisa kujitupa kwenye mwamba. Si kuchekesha. Na upande mwingine, ni kuchekesha kuona mtu anaweza kufika wapi. Mtu anaweza kuongozwa kwa sababu ya jaribu ambalo hawalishughulikii kwa maombi na kufunga. Sikuchekesha kuona kwa wakati halisi. Uongozi unaanguka na kushindwa kabisa.
Anaangalia. Unatazama. Si ya kuchekesha hata kidogo. Na kwa upande mwingine ni ya kuchekesha. Unapofikiria. Uongozi unaamini kweli kwamba kuchezea kitu hiki ni mzaha. Kama unajua, maandiko yanapozungumzia jinsi anacheka maangamizi na maafa yanayokuja wale ambao ni wenye kiburi, sio kwa sababu hana moyo. Ni uchekeshaji kufikiria kwamba ulidhani utaweza kuepuka nayo, halafu unashangaa pale unaposhindwa. Ni ya kuchekesha. Mimi nikitazama tu, ningeweza kufikiria, lakini sasa ninaelewa zaidi. Kuelewa kile hicho kilimaanisha, kwa sababu nilikuwa nikisoma maandiko hayo awali. Niko kama, unacheka vipi watu? Hiyo, unajua, jinsi, oh Mungu wangu, unajua, aina gani, oh Mungu wangu, hiyo ni ya kukosa huruma. Na sasa, unapokuwa umeendelea zaidi katika safari yako, katika ukomavu wako wa kiroho, unaelewa maana yake. Kama ulidhani kabisa utaweza kuepuka na kushughulikia vibaya. Halafu mbaya zaidi ni kukuona ukizidisha mara mbili kwa kuwa na makosa. Halafu mwitikio wako ni wa kitoto na usio na ukomavu. Unapaswa kucheka. Ndiyo maana ninacheka ukosefu wa ukomavu. Hii ni ya kitoto sana. Wewe uko kama, kweli. Hiyo ndiyo unayoita hivyo. Ubikira uliokwenda kombo. Sehemu ya kwanza, saa 1, dakika 29 na sekunde 49. Sitamani hata kubonyeza hii. Niko sawa. Sibofya hata tu kichwa cha habari pekee. Kwa hivyo Paul sana. Kuna sehemu yangu inayotaka kuirekodi na kuipost ili kila mtu aweze kuiona bure na usimpe faida ya mtazamo. Kwa sababu kila wakati unapoona hasi au chanya, wanapata faida yake, sivyo? Kwa hivyo hata ikiwa ni kitu hasi na ukibofya au ukipakua au chochote, bado unakipa sifa. Nakumbuka walikuwa wakisema hivyo sana kwenye vipindi vya tuzo. Na ni kama, ndiyo, bado napata tuzo kwa sababu algorithimu hazijali kwamba ulichukia. Mara tu unapojishughulisha na maudhui, unakipa sifa. Itapanda kwenye chati, ingawa ni uchafu, kwa sababu kila mtu anabofya, kila mtu anaisikiliza, halafu anaikosoa. Bado unakipa sifa, bado unakikuza, bado unakipa sifa zake, sivyo? Kwa hivyo ni kama ninavutiwa kuumia kwa saa 1, dakika 29 na sekunde 49 kuirekodi, halafu kuiweka kwenye kikundi, ili hakuna anayepaswa kuipatia faida ya mtazamo, na bado unaweza kuona ajali na kuteketea kunakotokea mbele ya macho yetu. Nililazimika tu kushiriki na wewe, kwa sababu hiyo ilikuwa tu huzuni na ya kuchekesha kwa wakati mmoja. Kwa hivyo nilimfikia kwa dada na nilipata ruhusa ya kufanya hili, kushiriki maoni yake. Maoni yake yako kwenye video. Ubao wa maoni, lakini nataka kuangazia maoni yake. Kwa wale wenye upofu wa macho, nitawasomea. Inasema, Yuda, unazungumzia uaminifu. Lakini kile ninachokiona ni toleo lililosahihishwa kwa uangalifu wa kile kilichotokea wakati wa matangazo hayo. Umejipanga vizuri kutunga hadithi hii ili kuwa tabia ya nyumba ya Efraimu. Ni hadithi ambayo tumeiona ikijitokeza kwa milenia.
Magharibi kutumia vyombo vya habari vikuu kuamuru hadithi ya bara la Afrika. Umefundishwa vizuri. Unatumia jukwaa lako kudhibiti hadithi inayofaa ajenda yako mwenyewe, lakini usisahau kwamba aliye juu zaidi, Mtakatifu wa Israeli, ni mwenye haki. Na haki. Yuda, mafuta ambayo yalikuwa yakimwagwa juu yako kwa uhuru na vazi ambalo ulivalia limechanika kwa sababu ya kiburi. Kumbuka, kile anachotoa kwa uhuru anaweza pia kuchukua. Kwa hivyo, hicho ndicho nimeweka kwenye skrini kwa wale wenye ulemavu wa kuonana. Unajihusisha na hii kupitia sauti. Hicho ndicho kilicho kwenye skrini. Na inasikitisha kuona kinachoendelea, na yote ilianza kutoka kwa kitendo cha kweli cha upendo na msaada ya umoja. Hii imefikia hatua kwamba ni kutoka kwa mtu anayemfikia mtu mwingine huko Yuda. Na hii ni nini kilichotokea kwa mtu huyo anayefikia kwa upendo, usafi, wema? Hii ndiyo malipo kwa wengi wetu katika diaspora. Ninajua bara lina majibu, lakini nataka tu bara kujua wale walio kwenye bara, sio tu bara, nchi. Wakati ninaongea na nchi, kwa sababu nchi inashikilia damu iliyomwagika na machozi ya wengi, na nchi ya Amerika pia. Kwa hivyo, ninaongea na nchi, lakini pia ninaongea hasa kwa makabila 12 ya Israeli yaliyo kwenye bara. Tafadhali fahamu kwamba hii sio jambo lililotengwa mfumo maalum kwako. Kwa wengi wetu hapa Amerika, pia tuko upande mwingine wa Yale. Matibabu ulionayo, sisi pia tunapitia hayo hapa upande mwingine ya eneo hili, ya dunia, ya zip code, na pia ya timezone na postal code. Upande mwingine, tunapitia hayo kutoka Yuda pia. Kwa hivyo, usifikiri hii imejitenga kwako, bara, unaposikia kwamba magharibi imekufundisha vizuri. Sisi hapa Amerika tunaishi kati ya Yuda. Hapa Amerika, tunapitia hayo pia. Amini na uamini, tunapitia hayo pia. Kwa hivyo, sababu ya kuzindua hili sasa ni kwa sababu, wasiwasi wangu ni kwamba hii itakuwa hadithi ya Amerika dhidi ya Afrika, na diaspora dhidi ya hadithi ya Afrika, na Yuda na diaspora. Hapana. Yuda ameungana na wale walio kwenye bara, kama unavyoona kwenye OAK Network, na tumekuwa tukifanya mambo na Men in the Continent, na OAK Network ilizinduliwa mwaka 2020 kuwa daraja moja ya madaraja mengi ambayo tayari yapo, lakini tulitaka kuwa daraja pia. Kwa hivyo, hii haitatugawanya, niamini. Kwa hivyo, sababu ya kuzindua sasa ni kuwajulisha wale walio kwenye bara kwamba, niamini, hii siyo tu kwenu. Sisi hapa kwenye bara, maisha yetu yote. Sisi hapa nje ya bara, maisha yetu yote, Amerika, tunaishi na Yuda, tunapitia haya pia. Amini, sio wewe tu. Wengi wetu ambao ni Yuda wanapitia kutoka kwa Yuda zetu wenyewe.
Yuda atamchoma kisu Yuda mwingine. Yuda atabomoa nyumba ya Yuda mwingine. Yuda atakuja na kuharibu ndoa ya dada wa Yuda mwingine. Ndugu wa Yuda ataenda na kuharibu ndoa nyingine ya ndugu wa Yuda mwingine. Unajua jinsi Wajuda katika Amerika wameharibu familia, biashara zao wenyewe. Uharibifu kabisa, na hawajali kwa sababu yote ni juu yao wenyewe, kwa sababu wanahisi wanapaswa kuwa wanaonekana na kuinuliwa. Na je, anathubutu? Ni kila wakati ni je, unathubutu? Au unafikiri wewe ni nani? Niamini, tunalipata hapa pia. Kwa hivyo tunafurahi kukutana nanyi, nyumba ya Efraimu. Tafadhali, sio jambo la bara dhidi ya Marekani. Hapana, 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 hapana. Ni amini. Ni jambo la Yuda. Kuhusu jambo la Yuda. Ni Yuda. Na kuna wale ndani ya Yuda ambao wataendelea kuwa kikwazo chao wenyewe, lakini hawangefanya hivyo. Haitafanikiwa wakati huu. Amini na uamini sio. Mgawanyiko, kupigwa kunakotokea sasa hivi, kuwatenganisha mbuzi na kondoo, machozi toka kwa ngano, mbwa mwitu, kuchunwa ngozi, kwa sababu wanajificha kama kondoo. Inatokea sasa hivi, kwa hivyo usijitoe. Tunachofanya sasa hivi ni kutambua watu ndani ya kila kabila. Wakati maandiko yanaposema mmoja atachaguliwa, wawili watabaki, unaweza kudhani ni kama nyumba tu. Hivyo kama nyumba imejaa watu ambao ni kutoka Yuda, na ni mmoja tu atachukuliwa au wawili watachukuliwa, hiyo inakuambia ndani ya Yuda si wote watachukuliwa. Hii ni kwa ajili ya makabila yote pia, tafadhali. Kwa hiyo inaposema hivi, inaposema huu ni safari yako ya wokovu, niamini, ni yako. Usimruhusu yeyote akupokonye. Kila siku ishi kuwa mmoja au wawili walioteuliwa. Omba kwamba nyumba yako yote, kwamba uwiano huo upite juu ya nyumba yako. Kwa hivyo niamini, wengi ndani ya Yuda katika Amerika wamekuwa chanzo cha majeraha na maumivu kwa Wajuda wengine, maumivu, uchungu, kukatishwa tamaa, kufadhaika, mauaji ya tabia, uwindaji wa wachawi, uchawi dhidi ya wao wenyewe. Hapa katika Amerika, wauza dawa za kulevya zao wenyewe, wauza yao wenyewe. Wanawauza kama makahaba wenzao, wanawafanya kuwa makahaba wenzao. Wanasafirisha wenzao kwa ngono, wanasafirisha wenzao kwa binadamu, wanaweza hata kuvuna viungo vya wenzao. Yuda. 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 Tazama bara. Wengi wanazungumzia Sahel. Ni wao wenyewe wanaowafuata wao wenyewe. Ni wao wenyewe ambao wana nini sasa? Zaidi ya 20. Jaribio dhidi ya maisha ya Kapteni Ibrahim Traore. Hatujasikia mengi kuhusu. Kwa Assimi Gota huko Mali na Tiani katika Niger.
lakini tunajua kwa hakika kumekuwa na zaidi ya 20 kwa Traore. Ni yao wenyewe. Na angalia wanachofanya. Wanachukua wao wenyewe ambao wako pale kuwasaidia, kuboresha mambo, kuunganisha. Kwa hivyo sio tu Yuda Magharibi wakishambulia nyumba ya Efraimu kwenye bara. Amini na uamini, Yuda wanafanya hivi kwao wenyewe hapa Amerika. Wanawageuza baba dhidi ya watoto wao, wanawake wa Yuda, kwa sababu wanawake wa Yuda wanataka mwanaume wote wao wenyewe na wanajihusisha ndoa bari yao. Watafikia hatua ya kumua mtoto wa ndoa, yani ni ni jambo la muhimu. Yuda ana virusi. Asili ya dhambi ndani ya Yuda ni halisi. Na huzuni ya hayo, ndiyo maana nimesema inachekesha, lakini haichekeshi. Huzuni ya hayo daima iko upande wa mtu kuwa mwema kwao. Mtu anafikiria kuhusu wao, mtu anawafanyia mazuri, kufanya mazuri kwa ajili yao. Wanarejesha haya: ukarimu kwa chuki, kwa hisia, shambulio, giza. Wanaushambulia mwanga kwa giza. Wanaushambulia mchana kwa usiku. Ni hali ya mambo ya muhimu. Na unachokiona ni anguko ya Yuda, sio tu Yuda, bali Yuda na wale wanaosema wana Ruach HaKodesh ndani yao, lakini hawana. Na ungeweza wiwi Ruach HaKodesh ametuonyesha jinsi ya kuitambua. Ni rahisi sana, ni rahisi sana. Angalia watu wanawafuata wengine. Angalia watu wanawaacha wengine. Wacha watu. Utajua wakati Ruach HaKodesh ipo, wakati na wakati Ruach HaKodesh imeondoka. Na hapo tena, na bado wapo huko wakihisi kuwa bado wana mabaki yake, lakini Ruach HaKodesh imeondoka kwenye jengo. Kwa hivyo, hii ni majibu ya kufuatilia wakati utani wote ulipowekwa kando. Wakati utani wote ulipowekwa kando. Hii ilikuwa majibu mengine. Kwa kweli, unajua nini, dada yangu? Ninaenda kuirekodi skrini, kwa sababu hii ni tu nyaraka kwa vizazi vijavyo. Unajua, tunaposoma maandiko na daima tunataka kujua vitu vilivyo, vitu vinavyoonekana. Tunaishi hivi sasa kwa wakati halisi jinsi mambo yalivyo wakati viongozi wa Israeli walikuwa na ushauri mzuri ukiwa umetolewa kwao na Ruach HaKodesh, na kisha walikuwa na ushauri wa upotofu uliotolewa kwao na mwili. Kwa hivyo kusoma katika maandiko ambapo tulikuwa na mifano ya viongozi walikuwa na washauri, ilikuwa kwamba ambayo haikusikilizwa. Kisha unakuwa na washauri wanaowasikiliza. Wale ambao daima wanaporomoka na kuungua ni wale wanaopuuzia washauri ambao walitumwa kwao na Ruach HaKodesh na Roho Mtakatifu, na wanawasikiliza wale ambao tayari wapo na wanawafahamu ambao wanahamishwa na mwili.
Wanasema, oh, mimi, roho yangu. Hapana, sio roho. Ni labda lasagna uliokula jana usiku, pizza uliokula jana usiku, kuku wa jerk na mkia wa ng'ombe uliokula jana usiku, pizza ya jibini uliokula jana usiku, pasta na meatballs uliokula jana usiku. Sio Ruach HaKodesh. Inawezekana ni hisia zako ambazo pia unasikiliza, hisia hizo zinazotawaliwa na mwili, hisia za ndani. Labda hayo ndiyo unayosikiliza pia. Kwa hivyo, inaweza kuwa mchanganyiko wa chakula na mwili, lakini sio Ruach HaKodesh. Kwa hivyo, huenda ni mchanganyiko wa chakula na mwili, lakini hakika sio Ruach HaKodesh. Kwa hivyo, tunatazama moja kwa moja jinsi inavyoonekana. Hatuhitaji hata kufikiria tena. Tunatazama moja kwa moja jinsi inavyoonekana wakati kiongozi wa Israeli alikuwa akifanya vizuri, na wameonywa, wamepewa ushauri. Mara nyingi, kisha wanaamua kupuuza. Na kisha wanatengeneza hili mashindano, hofu hii, au unajua, ndani yao kuhusu washauri waliotajwa ambao wanatumwa kwao. Kwa kiwango kikubwa sasa, wanasikiliza minongono kuhusu washauri hawa waliotumwa kwao, na sasa wanageuza mioyo yao, akili zao, mitazamo yao kuwa hasi kuelekea mshauri huyu, na kisha wanatoka nje kujaribu kuwaumiza, kuwaangamiza, kuwachafua. Na Yehova daima alikuwa akiwaambia manabii hao na manabii wa kike kupangusa miguu yenu, kuvua viatu vyenu na kuondoka. Katika baadhi ya visa, watafukuzwa na watu wao wenyewe, kisha wataanguka. Tunatazama moja kwa moja maandiko yakichezwa. Najua kaka Kado anafanya jitihada zake bora kama kaka, na hilo ni jambo lingine ambalo unaweza kuona. Jinsi inavyoonekana unapojaribu kuokoa familia dhidi ya kwenda kwenye mwamba. Wakati mwingine lazima uachie waende kwa sababu kadri unavyoshikilia kujaribu kuwaokoa, wanakuvuta na wewe. Na hili ndilo jambo tuliloona. Tumeona hili katika maandiko mengi. Sasa hivi kinachokuja akilini ni Lutu na mke wake. Unajaribu kuokoa familia yako, Nuhu na familia, na Nuhu na watu. Kama unajaribu kuwaokoa watu, lakini wakati mwingine lazima uwaachie watu waende na uwaachie waingie kwenye madhara. Na hili linawahusu sisi sasa hivi. Tunao wanafamilia tunaowaombea ili wao wajitambue kisha waamke kwa wakati, na tunawaombea. Na maandiko yanasema hivi: mmoja atachukuliwa, wawili watachukuliwa. Ni jambo la kuhuzunisha, na huo ndio uhalisia wa kile tunachoshuhudia sasa. Kuona sasa hivi. Sawa, dada yangu. Shalom. I ended up laughing a lot because your laughter is really infectious. The thing is, Tutaanzisha kipindi na utasikia sauti ya mmoja wa dada ambaye atakuwa sehemu ya kipindi chetu. Nataka upate ladha kidogo ya sauti yake. Na atajitambulisha wakati huo huo. Tutakuwa na dada watatu watakaokuwa kwenye kipindi. Tutakuwa na wageni maalum wakija kwa zamu, lakini kutakuwa na dada watatu. Sasa, wacha nieleze tena jinsi Ruach HaKodesh inavyofanya kazi. Kwa hivyo, mtandao wa OAK ulianzishwa mwaka 2020. Nilikutana na hawa dada kama mwezi mmoja uliopita. Kabla ya hapo, na wakati jina mtandao wa OAK lilikuja kwangu, nilikuwa kwenye mstari wa usajili. Nilikuwa hapo kwa kutii tu. Sikuwa hata na jina bado. Niko kwenye mstari na nikajiuliza, nitaitaje hii?
Nalijua tu, ilikuwa kama, sawa, unahitaji kwenda kusajili kampuni ya vyombo vya habari kwa vipindi vya moja kwa moja. Na niliona katika ndoto ilikuja kwangu, maono, ndoto ilikuja kwangu. Kwa hivyo, niliamka, nikajivisha, tukaenda mjini. Bado ninajaribu kutafakari mimi ni nani, mimi ni nani. Lakini mimi tu, nimekuwa daima mtu wa utiifu, na ndiyo sababu unaona oni kwa ajili ya mtiifu sana. Kwa hivyo opale kwa utiifu, pia inawakilisha o nyingine. Lakini utiifu ndio alama kuu ya hiyo o. Unaona pale, na pia unaona duara nyuma yake, o ambayo pia ipo pale. Na kisha wakati huu, kilichoonyeshwa kwangu kila mara ni kwamba nitakuwa na wanawake wawili nami, dada wawili ambao wako ukurasa mmoja, na a na k niliambiwa itakuwa ni herufi za mwanzo za hawa dada. Na kisha nilikuwa kama, basi hiyo inaandika neno wako. Na kisha pia nilipewa maandiko ambayo haya yanahusiana nayo katika Isaya. Kuhusu kuwa miweli iliyopandwa na sababu yake. Hii inapandwa, ndio maana unaona neno kupandwa kwa kusudi, kwa sababu, kwa kuwa ni sehemu pia ya kifungu hicho katika Isaya. Inazungumzia miweli na sababu iliyopandwa hapo. Kwa hivyo, ndipo ilipotoka, utakuwa kama huo mweli uliopandwa kwa makusudi, na upo hapo kwa kusudi, ambao ni wanawake wa uadilifu, wanawake wa maneno yao. Neno lao ndilo mkataba wao. Kama wanakupa neno lao, unajua unaweza kutegemea, unaweza kulifuatilia. Dada ambao wameamshwa kweli, si tu wanaofahamu, bali kweli, kweli wameamshwa. Dada ambao kweli wanathamini. Thamini kile udugu wa dada ni, na uaminifu wao sio uaminifu kwako kama dada, lakini uaminifu kwa Mungu yule aliye juu zaidi, muumba wa vyote. Alu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Avramu, Yitzchaki na Yasharel. Uaminifu wao kwa aliye juu zaidi. Mungu, Alu, inawaweka waaminifu kwako kama nyote mlivyo waaminifu kwa Alu. Uaminifu wako utaimarishwa na uaminifu kwa Alu, na hii ni kwa ajili yako pia, ndugu Kudat, uaminifu kwa Alu. Daima itakuhifadhi. Daima itakulinda na itakuhifadhi pamoja, kwa sababu mmeunganishwa. Umoja wenu uko ndani yake, na hakuna hata mmoja wenu atakayeondoka kutoka kwake. Na ikiwa mtu yeyote atateleza, mtu mwingine yupo hapo kweli kukuvuta juu, na uko hapo kuwajibika, kwa sababu unataka kila mtu ashinde. Si kushinda hapa kwa ajili ya mfuko, kama wanavyosema. Hiyo ni kushinda kwa ajili ya faida ya dunia. Hiyo ni Esau akitaka kushinda dunia, lakini unataka kushinda kwa ajili ya ulimwengu baadaye. Kwa hivyo unataka kuona dada yako akivuka mstari wa kumaliza. Hao ndio dada unaotaka maishani mwako. Na hao, ndugu yangu, ni ndugu za Yuda ambao wako maishani mwako. Tutakutana na Wajuda wengi, wa kiume na wa kike. Tunaweka mikono yetu safi, tunaweka mioyo yetu safi, na tuache watuonyeshe wao ni nani. Na watu ambao daima wanashuku na wao ni hivi na wao ni hivi, ni wao wenye tatizo, si wewe. Nakumbuka tu, tunapitia kipindi cha kujitenga. Wengi wanaosema wameamshwa hawajaamshwa, wanafahamu tu. Wako katika hatua ya kufahamu, hawako katika hatua ya kuamshwa. Wengi wanasema, niko ndani, ninamka. Hapana, hauko kwenye. Wewe, uko katika ufahamu. Hujaamshwa kwa sababu hata kuamshwa kuna hatua zake. Hujaamshwa. Sijali unataka kubadilisha jina lako na kuweka Jah katika jina lako, au Yakwa katika jina lako, au Yahwa katika jina lako, au Jah katika jina lako, au Yuda katika jina lako, au Kiebrania katika jina lako, au sijali unataka kuweka vishikizo vyako kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo sio kuamshwa.
Unakuwa tu na ufahamu. Sijali ni vitabu vingapi unasoma kujionyesha umeidhinishwa kuwa kwenye mjadala. Unatambua tu. Unajua kuwa wewe ni Mwisraeli wa Kiebrania. Unajua vitabu hivi. Unajua kuhusu hili katika. Unajua na unajifunza. Bado uko kwenye ufahamu. Kufunguka kwa kiwango cha kwanza. Ikiwa unataka kujua kama uko katika ufungukaji, ni haraka kiasi gani unavyolaumu? Ni haraka kiasi gani unavyotaka kuaibisha? Ni haraka kiasi gani unavyotaka kujitetea? Ni haraka kiasi gani unavyokasirika? Ni haraka kiasi gani unavyotaka kushambulia? Ni haraka kiasi gani unavyokwazika? Ni rahisi kiasi gani kwako kufanya kazi ya kioo? Ni haraka kiasi gani unavyokwazika wakati mtu anakuambia kufanya kazi ya kioo? Ni mara ngapi unavyokimbia na kufanya kazi yako ya kioo kabla mtu yeyote hajakwambia unahitaji kufanya kazi ya kioo? Unapopata ufunguo wa kiroho, unatambua kwamba dawa, suluhisho, maelekezo ni uwajibikaji, na unaanza kuwajibika. Unaanza kwenda. Unakumbuka yote ya shule ya msingi. Anakumbuka. Unawajibika kwa kila kitu kwa sababu tayari unafahamu kuhusu kwa nini. Unajua kwa nini imekufanyikia. Unajua kwa nini ilifanyikia mababu zako. Unajua kwa nini bado inatokea leo. Unajua kwa nini unawindwa. Kwa nini watoto wengine wanawindwa. Kwa nini watu bado wananyongwa kutoka kwenye mti. Kwa nini watu wanachambuliwa. Kwa nini watu. Wewe, kama tayari unajua kwa nini. Kwa sababu yote yalitokea katika ufahamu. Unapohitimu kutoka ufahamu na sasa uko katika ufungukaji, uko katika hali ya uwajibikaji kamili, kwa sababu sasa unajua nini kinachotakiwa. Unajua mchanganyiko na unajua suluhisho ni nini. Sasa ni uwajibikaji. Unatambua kila kitu kilichotokea kililazimika kutokea kwa sababu ya kutotii. Ndiyo maana kwa utiifu. Kila kitu kilichotokea kililazimika kutokea na watu hao, na kilikutokea kwa sababu hukutii. Kuwa mkweli, lakini hapana, unakwazika. Tuko tayari kulaumu kila mtu na tunataka kutafuta majina ya watu kwenye Biblia na kuangalia ukoo wa watu wengine ili kutambua maadui zetu. Ninajiangalia kwenye kioo. Adui namba 1 anakutazama moja kwa moja. Mambo unayofanya, mambo unayosema, njia unavyofikiria. Ni haraka kiasi gani unavyotaka kuaibisha na kudhalilisha watu wengine, na kama kwamba. Na mbaya zaidi, ni wakati unafanya hivyo kwa ndugu au dada aliyekuja kwa amani. Uko tayari kusema walikudanganya, walikudhalilisha. Hapana. Hakuna mtu aliyekudanganya. Unajua nani anakudanganya. Angalia kwenye kioo. Sauti ambazo unasikiliza daima kwa sababu ya kutotii na kutokujitenga. Unadhani utaweza kuingia katika ufungukaji ukiwa bado uko karibu na watu. Unaogopa kwenda likizo ya muda mrefu. Unaogopa kujiondoa kwa sababu nini kitatokea kwa ukurasa wako wa mitandao ya kijamii? Nini kitatokea kama watu hawatakufuata tena? Watu hawatakutazama maudhui yako. Unaogopa sana kujiondoa. Unadhani utaweza kupata aina yoyote ya ufungukaji katika hatua nyingine za haya yanayotaka kutokea, na hujaweza kujiondoa tu. Ujasiri wa kiburi ni wa kushangaza, jinsi ambavyo ujasiri huo unakubalika kwa urahisi kuwa kweli. Narudia tena. Ujasiri wa kiburi hukubalika kama kweli. Ni ya kushangaza. Hakika ya kushangaza. Kiwango cha kiburi ambacho unadhani kwamba utaweza kuwa tayari kwa hatua inayofuata ya jambo hili.
na hufikiri kwamba unahitaji kujiondoa ili uonyeshwe ni nini unahitaji kuachilia, kwa sababu huna haja ya kuachilia chochote. Sawa. Hapana, bila shaka hapana. Sawa. Huna haja. Hufikiri kwamba unahitaji kuona. Hufikiri kwamba unahitaji kusikia moja kwa moja kutoka kwa Yahweh, kutoka kwa Alua, kutoka kwa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, ambaye anajiandaa kwa hatua zifuatazo. Anawaza. Huwazi kwamba unahitaji kufanya hivyo unapoacha. Huwazi kwamba watu walio karibu nawe pia wanahitaji kuachwa. Hapana, wewe unafikiri utaenda nao wote. Sawa. Kwa sababu wanajifanyia kazi ya kioo kibinafsi. Na watu wapya wanaingia na hawafanyiwi ukaguzi wa kiroho, lakini ni watu wako. Ndugu Cadel, nikwambi, Yuda anaenda kuanguka na kuungua. Na kuna baadhi ya Yuda watakaki epyaka. Yote unayopaswa kuendelea kufanya, ndugu yangu, ni kuendelea kuungana na Yuda, na Yuda mwenyewe ataonyesha kama watashuka na kuungua au kama wataepuka. Endelea tu kuonekana na kuungana na Yuda. Wape kila mtu faida ya shaka, kwa sababu katika siku na umri huu hakuna atakayekuwa na uwezo wa kujificha. Sijali jinsi walivyokuwa wakijificha kwa maski. Sijali kazi ya umisionari walioifanya Afrika au Amerika. Sijali ustadi wao katika Torah na Apokrifa. Na sijali, na Rakodesh pia hajali. Na acha nikwambie, hawajali kuhusu watu. Baba, Mwana na Rakodesh hawajali kuhusu watu. Umoja wa Alua hauchukui upendeleo kwa mtu. Wanaweza kufanya yote hayo. Haijalishi, haitajali. Watu wangu hawajaelewa. Haitajali. Wakati watu wanasahau kanuni ya dhahabu iliyoachwa kwao, hiyo inajumuisha sheria zote. Kupendana ni rahisi. Ni jambo la kushangaza sana. You beautiful, wait. Ni hivyo, kwa sababu watu wanajifanya hawajui kama penda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Unajua, watajua wewe kwa jinsi unavyoonyesha upendo kwa wengine, na hivyo ndivyo unavyofanya. Na inasema, haijalishi ni kiasi gani unafanya hii, haijalishi ni kiasi gani unafanya hiyo, sijali kama unaweza kuimba kama malaika, unaweza kutabiri chochote, lakini kama huonyeshi upendo ni kama tu kwa malaika na Yahweh. Kila mtu anafikiria wewe ni wa ajabu. Watu wanadhani unasikika vizuri na unatia moyo sana, na ni kelele takatifu ambayo mbingu zinasikia kutoka kwako. Wao ni kama ghasia huko juu wakati wanaposikiliza. Wanajiuliza, ni nini? Ni sauti gani inayokuja? Lakini hapa chini wanasema, Mungu wangu, wewe ni wa ajabu. Ni kelele tu kwao, kwa sababu hauna upendo. Hauna upendo. Umewezaje kubadilisha upendo kuwa kitu cha kina hivi? Nguvu gani inaweza kubadilisha kuchukua na wacha tu fikiri hili? Ni kiwango gani cha giza? Ni kiwango gani cha giza kinachohitajika ili wema, upendo, kutafuta umoja, kutubu, kufanya kama kweli ni furaha sana kupata ndugu, furaha sana. Kama ndio, huo ni umoja, wanakuja kwako katika wema wa kutokuwa na hatia kama mtoto, kisha unawapiga tu. Wanakuja kwako katika kutokuwa na hatia na upendo kama mtoto, wanafurahia sana, na unachukua furaha hiyo na unairudisha tu usoni mwao. Unaona kiwango hicho cha giza? Huo ni ubinafsi katika ulimwengu wa uchambuzi wa kisaikolojia.
Tra. Ubinafsi wa magharibi umeingia Yuda. Na wameingia Yashareal katika ufufuo kwa sababu wamegundua wao ni nani. Wameleta ubinafsi pamoja nao. Kwa hivyo, unapotambua tabia ya aina hiyo, unaondoka. Kukaa na aina hiyo ya nishati sasa itakuharibu na kukuangamiza. Ipo hapo kukuharibu. Ipo hapo kuwa kasi yako. Ipo hapo kukuharibu. Kuna nishati ambayo sasa ipo katika Yuda hii kwa sababu Ruach HaKodesh imeondoka. Wamewafukuza hayo na wamewaacha. Giza, wale waliofika kwao, na nuru wamewafukuza. Walichukia kabla ya kuwafukuza. Walichukia nuru kabla ya kuifukuza. Na wanawakumbatia wale ambao wako gizani. Na katika giza inamaanisha kwamba wanaweza kuwa vipofu. Unataka kusema uchawi, kwa sababu najua baadhi yenu mnawaza, oh, hapo ndipo unataka kwenda. Hapo ndipo unataka kwenda. Ninaposema giza, inamaanisha kwamba wamepofushwa. Hawawezi kuona. Kwa hivyo, ndugu yangu, aliendelea kwenda katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Yahawa, Yeshua, ndiye mchungaji wako. Hutakosa. Anakufanya ulale kwenye malisho ya kijani. Anakuongoza kando ya maji tulivu. Anarejesha nafsi yako. Anakuongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Ijapokuwa unatembea kwenye bonde la kivuli cha kifo, hutahofu uovu wowote, kwa maana Yeshua yupo pamoja nawe. Yahawashi yupo pamoja nawe. Alua yupo pamoja nawe. Fimbo yake na mkongojo wake vitakufariji. Atakuandalia meza mbele ya maadui zako. Ameshaipaka mafuta kichwa chako na kikombe chako kitafurika. Hakika, hakika kabisa, wema na rehema zitakufuata siku zote za maisha yako, na utadumu katika mahema na katika nyumba ya Alua, katika nyumba ya Yahawa, katika nyumba ya Mungu wa Abrahamu, Avram, Isaka, Yitzhak, Yakobo, Yaakov, Israeli, Israel. Milele. Haijalishi kinachokuja kwangu. Haijalishi ninavyoweza kuhisi. Huenda nikaona hivyo. Nakataa kujiondoa. Kumbuka, hakuna kikomo kwa kile ninachoweza kufanya. Bingwa anaishi ndani yangu. Ana huruma ndani yangu.
kinachoathiri msimamo wangu, kushushwa moyo na kujaribu kuficha macho yangu. Lakini nitajiambia nijibu kwa njia hii. Ndiyo, nimepata hii na naweza kuifanya. Nia yangu imeshakamilika, sitakubali. Hakuna kunizungumzia vibaya, kwa sababu mimi ni zaidi ya mshindi. Bingwa anaishi ndani yangu. Hakuna kikomo cha kile ninachoweza kufanya. Bingwa anaishi ndani yangu. Ananguruma ndani yangu, ananiinua, ananifanya kwenda juu zaidi. Hamway using the English. Hamway using the English. Ananiinua, ananifanya kwenda juu zaidi. Hamway using the English. Hamway using the English. Ananiinua, ananifanya kwenda juu zaidi. Hii ni wito wangu. Hakika ni wakati wangu. Ananiinua, ananifanya kwenda juu zaidi. Huu ni wakati wangu. Hakuna kusimama sasa. Zaidi ya mshindi. Bingwa yuko ndani yangu. Hakuna kikomo cha kile ninachoweza kufanya. Bingwa yuko ndani yangu. Ananguruma ndani yangu. Oh. Oh.